ripoti za mchezo huo ili kuchunguza iwapo kuna makosa yaliyojitokeza katika mchezo husika, huku akisisitiza kwamba endapo mwamuzi Kefa Kayombo alikuwa kinyume na sheria 17 za mpira wa miguu, hawatosita kumchukulia hatua zinazostahiki. Hamduni ameyasema hayo katika mahojiano na mwanamichezo Jacob Kapala, lakini kwanza akitolea ufafanuzi juu ya maswali ya wadau baadhi waliokuwa wakihoji juu ya muda ambao uliongezwa katika mchezo huo. Ni kweli jana kulikuwa na mechi ya kiporo baina ya Simba na Mashujaa kutoka Kigoma. Sintofahamu ilijitokeza kwa mwamuzi Kefa Kayombo kuongeza dakika 15 za nyongeza kwa kipindi cha pili. Ni mwendelezo wa kanuni au sheria inaompa mamlaka mwamuzi kumfidia muda wa nyongeza endapo ataona kuna upotevu unaofanywa na wachezaji au na mchezaji katika mchezo huo. Na mkiona kwa jana matukio yaliyojitokeza, kuna maumivu ya goalkeeper yalihitaji kuongezwa muda, kuna mabadiliko ya wachezaji yalihitaji kufidiwa muda, lakini pia kulikuwa na sitofahamu ilitokeza baada ya mwamuzi kumuonyesha kadi ya pili ya njano mwa goalkeeper wa Mashujaa na kupelekea ule mchezo kusimama kwa muda mrefu. Na hiyo yote kwamba mwamuzi amepewa mamlaka kufidia muda jinsi atakavyoona kwamba umepotezwa kwa kiasi gani. Na sisi kama kamati ya waamuzi tunahakikisha kabisa kwamba waamuzi wetu tunaendelea kuwapa elimu na kuhakikisha kabisa kwamba wanasimamia sheria 17 za mchezo. Sawa. Kwenye mchezo hapo jana tumeshuhudia dakika 15 zikiongezwa. Kuna namna yoyote ambayo kamati ya waamuzi mnaweza mkamhukumu mwamuzi kutokana na aina ya dakika ambazo ameziongeza kwenye mchezo husika? Mwamuzi kweli kuwa na makosa madogo kwanza ni sehemu ya mwanadamu. Ingawaje si kama kamati ya waamuzi, TFF na bodi haturidhishwi na tabia ambazo zinaweza kuendelea kwamba mwamuzi akapindisha sheria. Na kila mara nawaambia ni wazi kabisa kwamba kamati ya waamuzi, TFF na bodi tunakuwa wakali sana kwa mwamuzi anayeweza kupindisha sheria za mchezo wa mpira wa miguu. Na sisi kama kamati ya waamuzi kwanza tunaheshimu mamlaka. Tunasubiri ripoti ya kamati za uendeshaji wa ligi ambayo itakatuletea endapo kama mwamuzi alikuwa tofauti na uongezaji wa dakika 15 au alikuwa na mapungufu ya uongezaji wa dakika 15 ambao ulihitaji dakika za ziada ziongezeke. Na tupoona mapungufu yote, sisi tuko tayari kumchukulia hatua kali za kisheria. Kwa hiyo mimi naomba sana wadau wa soka kwamba waendelee kujua kwamba mamlaka kuongeza muda na kufidiwa muda ni swala la mwamuzi. Lakini pia kamati inafuatilia kwa ukaribu taratibu zote ambazo zinafuatwa katika mchezo huo. Endapo kama kamati ya waamuzi kupitia kamati ya mashindano kupitia msimamizi wake wa mchezo mechi commissioner na msimamizi wake wa mchezo kupitia bodi ya ligi wataonyesha wazi kabisa kwamba kulikuwa na mapungufu ambayo yanajitokeza, sisi kama kamati hatusiti kumchukulia sheria muamuzi au waamuzi wa mchezo huo. Okay, tupo mwisho wa msimu wa ligi kuu ya NBC. Kamati ya waamuzi mmejipanga vipi kuhakikisha kila timu inavuna ilichokipanda? Ni kweli kabisa, mpaka sasa hivi tumebakiza karibu raundi 3 au 4 kumaliza ligi kuu ya Tanzania NBC. Kwanza naendelea kuwapongeza wadau wa soka wote nchini kwa utulivu wao na umahiri wao kuhakikisha kabisa kwamba ligi inaendelea kuchezeshwa kwa ubora na kuchezwa kwa ubora, na kuwapongeza sana wawekezaji wote ambao wamejitokeza kuwekeza mpira katika nchi hii. Sisi kama kamati ya waamuzi tunaendelea kabisa kuhakikisha kwamba waamuzi kwa wapango wasimamie sheria 17, na TFF na bodi wamekuwa ni wakali sana kupitia kamati ya waamuzi kuhakikisha kwamba waamuzi wake wa makini sana. Na mimi wito wangu kwa waamuzi wote nchini, yeyote atakayepata nafasi ya kuteuliwa au kuchaguliwa kuchezesha mchezo huo ahakikishe kwamba anasimamia sheria 17 za mchezo. Na sisi kama kamati ya waamuzi tunazitakia tena vilabu vyote na wadau wote wa soka kwamba tumalize ligi yetu kwa usalama, kwani TFF yetu, bodi ya ligi yetu na kamati ya waamuzi yetu. Huyo ni Nasol Hamduni Kemba akitolea ufafanuzi. Unajua jana ilitoka darasa hapa huru kuhusiana ongezeko la dakika na ukomo wa ongezeko dakika za nyongeza. Alielewa na sio dakika za nyongeza, ni kufidia dakika ili mchezo ucheze dakika 90. Yaani haziongezwi mpaka mchezo ukaenda dakika 100. Ila inafidiwa dakika zilizopotea ili mchezo utimie dakika 90, kwa sababu ni miongoni mwa taratibu na sheria za mchezo kwamba mchezo unachezwa kwa dakika 90 kwa vipindi viwili. Na inawezekana ongezeko la dakika ama kufidia dakika ambazo zilipotea kwenye mchezo kulifunika vitu vingi sana ambavyo pengine iwapo kufidia huko kusingekuwa kwa kiasi hicho, mjadala ungekuwa kwenye maeneo ya usimamizi wa sheria 17 za mchezo husika Kiemba hapo jana.
Inawezekana, japo watu wengi unajua wakati mwingine ni namna ambavyo mazoea ya dakika zilizokuwa zinafidiwa. Yani kwa hapa kwetu hakujawahi siku kufidiwa dakika 10. Haijawahi. Yani kwamba 10. Labda inaweza kuoneshwa 8 ikaenda mpaka 10. Lakini haijawahi kuoneshwa kama moja kwa moja dakika 10 ndio dakika ambazo zimepotea na zinahitaji kufidiwa. Sasa kwa jana ilikuwa ni kama kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kitu chochote ambacho kinakuwa mara ya kwanza, watu lazima akinawashtua kwamba nini kimetokea. Ndivyo ambapo watu wanapata kujadili kwani kimetokea nini mpaka kimetokea pale. Zimekuwa nyingi. Kwa hiyo wakati watu wanajadili hivyo, baadhi ya vitu havikuwa, kuna vingine ambavyo ni vya kawaida ambao watu wameshazoea kuviona kwenye mchezo, kwa hiyo hawakuvijadili sana kama ambavyo walijadili muda wa nyongeza. Yaani kwa mfano ukimsikia mwenyekiti hapo akizungumzia swala la makosa ya kibinadamu, ni sahihi kumwadhibu mwamuzi kwa makosa ya kibinadamu? Kwanza ukishakubali ni makosa ya kibinadamu, unaamini mwanadamu yote anaweza kufanya. Kwa hiyo unachoweza kufanya ni kumuongezea umakini kwenye yale ambayo anayafanya. Kwa sababu ukishasema ni kosa la kibinadamu kwamba hili sasa kama mwanadamu ndo sehemu ya mapungufu ambayo yuko nayo. Sasa Kemba, hapo tunawezaje kutofautisha kati ya makosa ya kudhamiria na yale ya kibinadamu? Inatofautishwa na uzi mwembamba sana. Kwa hiyo ni kujaribu tu kuangalia zile taratibu ambazo zipo kwa ajili ya kusimamia, kwa maana zile adhabu ambazo zipo kwa ajili ya kuwafanya watu yale makosa ya kibinadamu yapungue. Kwa sababu mwisho wa siku hata kila mwanadamu ana namna ambavyo anakosea. Kwa hiyo namna gani wanaadhibiwa ndo mimi kwangu inawezekana ikawa ni mjadala kwamba mtu anaweza kukosa mechi 2 au mizunguko 2. Kwa maana amekosa au mizunguko 3. Lakini athari ambazo amezipeleka kwenye timu ambayo imeathirika kutokana na yeye kukosea zinaweza zikasababisha timu ikashuka daraja. Sure. Sasa yale maumivu na yeye pia hayapate kwa kiasi. Kwamba kama sasa unaweza ukasababisha timu ikashuka daraja. Wewe huku unafanya nini? Wewe unafanya nini huku? Unakula nchi tu. Wewe iwe inaweza ikapunguza makosa. Kwa nini? Kwa sababu mimi kama na kosa umakini kwenye kuzisimamia sheria na kutafsiri. Inawezekana msimu huu hii ikawa ndo mechi yangu ya mwisho, na unakuta labda ni mechi ya 5, mzunguko wa 5 wa 6. Sahihi. Kwa hiyo inawezekana na kurudi tena itahitaji tena approve sehemu kwamba huyu sasa anaweza akastahili. Iwe tu ni kwamba wewe haupo. Kuna madaraja mengine ambayo yanawezekana kwa namna yake na madaraja yao, ile quality ya uchezaji, speed ya mchezo yanaweza kawa naendana na huyo mwamuzi na utafsiriji wake wa matukio. Lakini daraja ambalo la ligi kuu anaweza akashuka hata daraja kutoka kuchezesha ligi kuu akawa anachezesha RCL. Anachezesha wale mabingwa wa mikoa. Akajifunze huko. Kwa ajili ya kumwangalia, isiwe tu tena kwamba leo yani ni kama ingekuwa ni hivyo kwenye baadhi ya ofisi watu wanashushwaga vyeo. Sahihi. Na kuangaliwa tena vipi anaendaje, au ikiwa kuondolewa kwenye matukio ambao walikuwa labda wanawasimamia. Kwa hiyo na waamuzi nadhani waangalie hii ya mtu kubaki na daraja lake lile wakati anachezesha kama mtu asiyokuwa daraja hilo. Kuna unani wa kumtazama kwa kumsikiliza mwenyekiti wa kamati ya waamuzi, na nafanya reference kwa mwenyekiti wa kamati ya waamuzi Kemba, kwa sababu hawa ndio wenye maamuzi ya mwisho kwenye kupanga seti ya waamuzi kwenda kuchezesha mchezo fulani kulingana na performance yake. Kefa Kayombo ni kama picha inawekwa mbele kwenye baada ya tukio ambalo limeonekana kama kushangaza watu wengi kwa mechi ya jana. Ukitoa tathmini yako kwa namna ambavyo kwa trend ya matukio ambayo yanamhusisha yeye, wewe unasemaje? Mimi nachochukua ni kwamba jana mchezo umemshinda. Si kwamba michezo yote anachezesha kwa kiwango kile. Jana mchezo umemshinda kwa mimi, kwa namna ambavyo niliangalia mchezo, kwamba umemshinda kwa sababu kwa pressure ama nini kile, kwa sababu ukitazama kwamba sio dabi. Sio dabi, lakini ukiangalia ni mechi ambayo inakwenda kuamua, kwa sababu mechi ambayo inakwenda kuamua bingwa.
Ni mechi ambayo inakwenda kuamua bingwa wa ligi. Bila kujali kama pia inatakiwa yaamue Mashujaa na wanatakiwa wapiganie kubaki. Sababu ukiangalia alama za Mashujaa ambazo wako nazo na timu ambazo wamebakisha kucheza nazo ni kama Simba ambao ina bado inapigana kwenye mbio za ubingwa, lakini utawakuta wako kwenye wataenda kucheza na Kagera ambaye anapigania naye kusurvive. Kwa hiyo huoni kama wana kazi nyepesi kwenye mechi zao. Kwa hiyo ni mechi ambayo inawezekana pressure alokuwa nayo mwamuzi kwa hizo timu hii inataka kujihakikishia kubaki, wakati timu nyingine inataka kumfukuza ambaye anaongoza ligi. Kwa hiyo mechi ya jana imemfanya watu watake kujua mechi zingine alizochezesha zilikuwaje. Kwa sababu imefanya watu waanze kuangalia historia. Na bahati mbaya watu wafuatilia historia tu ya mechi zingine, wanaangalia mechi za Simba ambazo alichezesha. Yaani unajua amechezesha mechi nyingi na vilabu vingine tofauti. Lakini wanafuatilia mechi za Simba ambazo alichezesha, nini ambacho kilitokea. Kwa jana mechi ilimshinda mwamuzi Kefa. Wacha kamati subiri taarifa. Lakini kwangu mimi sio mwana kamati, lakini kwa maoni yangu mimi nadhani mechi ilimshinda bwana Kefa. Kwa uzoefu wako Kiemba, tutakuja kumsikiliza hapa coach James Tupa. Makosa ya kiuchezeshaji kwenye ligi yetu yanaongezeka ama yanapungua? Mimi nadhani sioni kama yanapungua. Yapo, hii naona yapo vile vile. Kuna yani yapo vile vile kwa maana kwamba kila siku mazungumzo ni yale yale kuhusiana na waamuzi kushindwa kutafsiri. Unajua kuna yale maeneo ambayo unahitaji VAR. Hiyo watu hawana shida kwa sababu tutakuwa na sehemu ya kusema kwamba sisi hatuna VAR, kwa hiyo mwamuzi wetu anakosa kitu cha ziada kuweza kufanya maamuzi yake kwa usahihi. Lakini kuna yale tu ya kawaida ambayo kama yeye angeweza kuyafanya kwenye mchezo, lakini inapelekea kuona kwamba hata yale ambayo VAR bado hata kama zipo haziwezi kufanya hizo kazi, bado yanamshinda kuweza kuyatafsiri. Kwa hiyo utaona ni kitu ambacho kimepigiwa kelele, sio ligi ya msimu huu. Sasa hivi walichofanya tu kitu ambacho kipo ni kwamba wakifungia watoi tangazo. Kwa hiyo unaweza ukaona kama mbona fulani hatumuoni kwenye kuchezesha. Ni kwa sababu zile notice kwamba fulani amefungiwa mechi kadhaa, fulani amefungiwa wiki kadhaa, ameondolewa kabisa kwenye ratiba au zioni, lakini wao wanaadhibiana huko ndani na zimepunguza kuonekana kwamba wanakosea sana, lakini bado wanakosea, na kuna baadhi ndio maana mwamuzi akifanya vizuri watu wanampongeza. Mfano Arajiga amekuwa akipokea maua yake kwamba anafanya kazi, na hata kama anakosea watu wanahisi kabisa haya ni makosa ya kibinadamu, lakini kiuhalisia kwa asilimia, kama unagawa asilimia, anakwenda asilimia 80-85 kwamba amejitahidi kwa kadri ya uwezo wa mwanadamu kuweza kuyakabili hayo matukio. Farani Kiam kwenye Instagram account yake. Kiemba, jana nilikusikia ukisema kwamba kuna wakati mwamuzi Kefa alikuwa ni kama alichagua upande kwa kuwafanya upande fulani kuathirika, yani kuwatoa mchezoni kwa maamuzi alikuwa anayaamua, sio? Wewe umecheza mchezo wa mpira miguu, tena umecheza kwenye top level kabisa. Hivi kwa kisaikolojia, pale ambapo nyewe mnakwenda kwenye mchezo alafu mna tafsiri zenu juu ya mtu fulani ambaye ana officiate hiyo mechi, kwa kiasi gani inaweza kuwafanya either ndio mkapotea kabisa kwenye mchezo ama ikawa motivate nyinyi kwenda kufanya vizuri kwenye mchezo husika? Bahati mbaya, unajua matukio ambayo sehemu ambayo mnatakiwa kushindana kwa usawa, kukihisiwa kwamba wewe unazuiwa usishindane kadri ya mwenzako anavyoshindana, huwa inazalishwa hasira, na hasira wakati wote huwa inaondoa umakini. Kwa hiyo inaweza kama matukio ya maamuzi yakawasababisha mkapunguza ule umakini, na hiyo ni asili ya mwanadamu. Yani unaweza ukasema unatakiwa kuwa mkomavu na nini, lakini kwa sababu hujaguswa kwenye ile batani ya hasira, ukishaguswa ile batani hiyo, wewe ukomavu unaosema hauwezi kuupata, na mtu atashangaa, leo kampista kafanya hivi, kwa sababu wewe pia ni mwanadamu na kuna level ikifika unaweza ukashindwa kujikontrol. Kwa hiyo ni mwamuzi anaweza kuchangia,
mipango ya timu isikamilike. Kwa sababu kwanza anaingiza hofu kwa timu kwa namna ambavyo nahitajika kushindana. Kwa hiyo kuna sehemu unaona hapa nikitumia nguvu kidogo tu atampa faida huyu. Kwa hiyo pale ambapo wewe unapunguza nguvu ndo mwenzio anapita kwa nguvu na anaweza akasababisha madhara. Kwa hiyo mwamuzi pia anaweza akaifanya timu mipango ikashindwa kufanyika, na kama hivyo kosa ambalo unalifanya kila kosa ikiwa yellow card, kila kosa yellow card. Kwa hiyo kuna wakati sasa unashindwa ni hapa niingie au niache tu nisije nikamaliziwa kadi ya pili ya njano nikatoka. Kwa hiyo huwa inaondoa ushindani wa usawa. Mimi nafanya makosa kama mwanadamu kama ambavyo mpinzani wangu naye anafanya kama mwanadamu. Kwa mfano mpinzani wako anafanya kosa lile lile, anaonywa kwa maneno, wewe ukifanya unapewa kadi. Unaona kabisa tayari mwamuzi anaweza akakuondoa kwenye mipango yako, na ukabaki sasa unasubiri tu muda uishe ili uweze kupata nafasi ya kwenda kupumzika kabisa. Hii ni Sports Extra Clouds FM. Hapa kwenye issue ya waamuzi tupa bwana, hivi kwa namna ambavyo mambo yanazidi kwenda, ligi yetu inazidi kukua, inawezekana tukaanza kutumia waamuzi wa nje katika baadhi ya mechi. Ni ngumu. Yes, ni ngumu kwa sababu unajua waamuzi wa nje ili kuwatumia, maana yake inabidi mkubaliane bodi ya ligi, shirikisho la soka, vilabu ama klabu husika na wadau wengine, ndio mnakubaliana kwamba tutumie waamuzi wa nje. Na ikifikia maeneo hayo yote manne yamekubaliana, kwa maana ya TFF, bodi ya ligi, vilabu na wadau wengine, mkitokea mmekubaliana kweli, basi maana yake waamuzi wana matatizo wao kama wao. Lakini ugumu unakuja pale ambapo inawezekana katika hizi organ nne ama katika hii mifumo minne kuna mfumo mmoja ni kama producer wa movie. Wenyewe unajua kwamba kinachotokea ni nini na unataka nini. Kwa hiyo hapo ni ngumu sana kuwapata watu wa nje kuja kuchezesha. Unajua unapoona Misri wanataka refali kutoka nje, na refali anakuja kweli kutoka nje, maana yake vile vyama na mifumo yote imekubaliana kwamba marefali ni makosa yao. Sure. Ndio maana wanakubali walete watu kutoka nje. Lakini pale ambapo inajulikana kabisa kwamba refali amefanyia kosa, lakini hili kosa amefanya ana backup nyuma, kuna mtu amemwambia no, safari hii tunaenda na fulani, tunaenda na kampista. Kwa mwisho wa siku wewe bwana, sisi tunataka ufanye inavyowezekana, sisi tunataka kampista tuende naye. Hapo ni ngumu sana kupata refali kutoka nje, kwa sababu tayari kile kinachofanyika kinajulikana. Kwa akija mtu kutoka nje, maana yake ile plan haitofanyika kama ambavyo inatakiwa. Kwa namna ambavyo inaonekana hivyo. Amezungumza vizuri sana Kiemba kwamba refali anafungiwa. Kuna kipindi Heri Sasia amepotea, of course, takriban mechi 12 10 na ngapi hajaonekana, mizunguko kadhaa. Lakini timu zinaendelea kutwanga. Na kwa kama kuna kosa lilifanya, kuna timu imeharibikiwa, basi inawezekana imeshuka chini daraja. Lakini sio Heri Sasia na wengineo wengi, natolea mfano. Lakini unapoamua kwamba refali anapotea muda fulani afu baadaye anarudi tena, unaona bwana, timu inakuja inapoteana mazima. Ken Gold labda mfano, wametia ela, wamepotea, si ndio bwana? Hii adhabu inakuwa sio sawa, unaona bwana. Kwa hiyo unatakiwa utengeneze mfumo fulani ambao kama adhabu ambayo wanaipata timu, refali nayo anatakiwa ipate hiyo. Lakini kama organ zote tumekubaliana. Jana kuna muda ilifika sehemu refali golikipa aliumia kwa Mashujaa. Refali aliita Machela ije haraka mno kuja kumbeba. Baadaye akagundua kwamba aliyeumia ni golikipa ambaye kikanuni ana dakika kadhaa za kutibiwa uwanjani, alafu baadaye ndo atoke. Ikabidi asimamishe tena Machela. Kwa hiyo unaweza kugundua kwamba refali alikuwa yuko mbio, yani yuko mbele ya wachezaji wengine. Kwa hiyo matukio, naungana na Kiemba kwamba matukio yana hayapungui, ila yanabaki pale pale, au wakati mwingine yanazidi kuongezeka. Na ligi yetu ilipofikia, kwa wale ambao wanafuatilia kwa umakini,
wanajua kwamba ni lobbying kila kitu, ambaye anaweza kufanya lobbying vizuri basi anaweza kwenda vizuri kuanzia ndani kwa maana ya nani awe bingwa msimu huu lakini mpaka uko nje marketing, kwamba timu yetu, ligi yetu iwe ligi ya 5 bora barani Afrika. Unaona of course, kwa sababu kwa matukio ambayo yamekuwa yakitokea, mimi ukiniambia ligi yetu iko mbele pengine ya ligi ya Nigeria au iko mbele ya ligi fulani, labda kusema kweli napata doubt kidogo, hasa inafikirisha kidogo kwa namna ya utaratibu wa kurefali, kwa namna ya utaratibu wa udhamini, kwa namna ya utaratibu wa wachezaji. Unasikia kuna kashfa tofauti, unaona bwana, kwenye betting, kwenye nini, maneno mengi kwenye vijue vya kidigitali. Kwa ukifuatilia unaona kabisa kwamba yani kama ni uchezeshaji tunaona adhari namna ile, kama kuchezeshaji tu, yani kuchezesha mechi tunashuhudia kwa macho ya nyama. Sasa kwa vile ambavyo vilivyoko nyuma ya pazia, hali ipoje? Yes, kuna nini kinatokea? Zishacheza timu hizi mbili za Kariakoo. Ikibadilika mechi, eza watalaumiwa wachezaji wa timu pinzani ama mwamuzi. Yani hivyo vitu vili vitegemea. Mara baada ya hapo jana kuwepo na maneno mengi sana baada ya mchezo kutamatika wa Simba dhidi ya Mashujaa FC kutoka mkoani Kigoma, na Simba akiondoka na ushindi wa mabao 2-1, mabao yote yakifungwa kwa mkwaju wa penalty na Lionel Atebambida, lakini matukio yaliyojitokeza penalty 2 lakini kadi nyekundu ikihusika pamoja na dakika 15 kipindi cha pili zikiongezwa zaidi ili kutamatisha mchezo. Maneno yakawa mengi kuhusiana na refa Kefa Kayombo kwa kile ambacho amekifanya na maamuzi ambayo ameyafanya katika huo mchezo, kila mmoja akizungumza la kwake, lakini kwa kamati ya waamuzi wamezungumza na kutoa neno kuhusiana na hilo, na kubwa zaidi ni uchunguzi kuanza kufanyika kwa kile ambacho kimefanyika, kama refa akionekana hakufuata taratibu zote ama alipindisha kanuni za ligi kuu soka Tanzania bara, basi atachukuliwa hatua ambazo zinahitaji, kama kwa kamati ya waamuzi kuweza kuchukua kufanya adhabu kwa refa Kefa Kayombo kama amepindisha zile sheria sheria ambazo zina uelekeza mpira wa miguu, kwa sababu kila mmoja amekuwa na la kwake hapo jana na kusema kwamba huenda kuna kitu kimetokea, wakihusisha pia na rushwa kuhusika kwa refa kwa namna ambavyo mchezo ulivyokuwa ukiendelea. Kila mmoja akawa na maoni yake, dauti kwa watu wengi zikawepo kuhusiana na hili, lakini kamati ya maamuzi wamezungumza hilo, kusubiri kuona sasa uchunguzi kuanza kufanyika na watakuja na jibu kamili kwamba nini hasa kimetokea, uchunguzi huo umewapa kitu gani katika hilo. Je, refa Kayombo amefanya makosa kiasi gani kwenye mchezo dhidi ya Simba na Mashujaa FC? Mashujaa wamestahili kupata hicho ambacho walikipata ama kuna namna wameonewa? Ni swala la kusubiri kuona maamuzi gani ambayo yatatolewa. Utuambie na wewe maoni yako, nini hasa adhabu ambayo sahihi inapaswa kuchukuliwa kwa waamuzi ambao wanapindisha sheria 17 za mchezo ambazo zinauongoza mpira wa miguu? Tuambie. Lakini kubwa zaidi tu, usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi.